Naam. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, shurutu sihhatihima, sharti za kusihi adhana. Ili mtu akiadhini iwe adhana yake imekubalika. Kwanza kabisa al-islamu, awe muislamu. Yule anayeadhini lazima awe muislamu. Fala yasihani min al-kafir, hazisihi adhana na iqama kwa kafiri. Watu wa msikiti fulani mathalan wameajiri mtu sio muislamu, awe ikifika wakati wa swala anaenda na adhini, haitosihi wa adhana na wala haitozingatiwa kama ni adhana, bali itachukuliwa kama ni mchezo. Thaniyan, jambo la pili, al-aqlu, akili. Fala yasihani min al-majnun, haisihi adhana ni kama kwa majnun, wasakrana, na mlevi, wa ghairul mumayyiz, na asiye mumayyiz. Asiye mumayyiz ni mtoto ambaye hajafikia baligh, ambaye bado hajawa mumayyiz. Kasair al-ibadat, kama ilivyo kwenye ibada zingine, lakini inasihi kwa kijana ambaye ni mumayyiz, hata kama hajafikia baligh, lakini akawa anaweza kuadhini. Mumayyiz kwa maana ana utambuzi wa kutambua mambo, anaweza kumfundisha adhana akaipangilia vizuri, akaadhini akawa anapatia, hakosei, hachezi, basi inakuwa inafaa kwa mtoto huyo kuadhini akiwa ni mumayyiz. Naam. Thalithan, adh-dhukuriya, wanaume. Fala yasihani min al-mar'a, hazisihi adhana kama kwa mwanamke, lilfitnati bi sautiha, kwa sababu ya fitna kwa sauti yake. Akianza mwanamke anaadhini hapa, sasa itakuwa mtihani. Haifai mwanamke kuadhini wala kukimu. Wala min al-khuntha, wala kwa mtu ambaye ni khuntha, liadami al-ilmi bikaunihi dhakara, kwa sababu ya kutojulikana kama yeye ni mwanamume. Na khuntha ni yule ambaye, khuntha ni mtu ambaye ana tupu mbili, yani ana sehemu mbili za haja ndogo, ana sehemu mbili za haja ndogo. Atakuwa ni khuntha mushkil ikiwa haijajulikana ni katika sehemu mbili zile ni ipi inayofanya kazi. Kama zinafanya zote, mara anakojua na hii kisha anakojua na ile, huwa anakuwa ni mushkila, huwa anakuwa ni tatizo. Naam, haijulikani sasa ni mwanamke au ni mwanaume. Lakini ikiwa mmoja wapo ndio anafanya kazi, basi atachukuliwa kwamba huyu ni atahesabiwa kwa upande wa wale ambao ile tupu yake inafanya kazi. Kama ni upande wa mwanaume ndio unafanya kazi, basi atakuwa ni mwanaume, na kama ni upande wa kike ndio unafanya kazi, basi atakuwa ni mwanamke, na huyo anakuwa hana tena ishkali. Rabian, an yakuna al-adhanu fi waqti as-salah, iwe adhana ni katika wakati wa swala. Haifai kuadhini katika wakati si wa swala. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha, haisihi adhana kabla ya kuingia wakati wake. Yani wakati wa swala hujafika, wewe unakwenda unawasha mikrofoni msikitini unaanza kuadhini, hiyo adhana haitasihi, na unakuwa unafanya makosa, kwa sababu unastua watu, na watu wengine watadhania kwamba ni wakati wa swala umefika, wataswali nje ya wakati wa swala. Ghaira al-adhan al-awwal lil-fajr, isipokuwa adhana ya kwanza katika swala ya alfajiri, hiyo inaadhiniwa kabla ya kuingia wakati wa swala ya alfajiri. Wal-jum'ah, na adhana ya kwanza kwa siku ya Ijumaa, hii kwa ajili ya kutanabaisha watu wajiandae kwa ajili ya swala, hiyo inajuzu. Fayajuzu qabla al-waqt, hiyo inajuzu kabla ya wakati. Wa an takuna al-iqamatu inda iradati al-qiyam lis-salah, na iwe iqama ni pale wakati wa kutaka kusimamisha swala, wakati wa kutaka kusimamisha swala, kwa maana sasa imamu sasa anaingia, anakuja pale, ndio iqama, ndio swala sasa inakimiwa. Kabla imamu hajaja, hairuhusiwi mtu yoyote kusimama na kufanyaje na kukimu swala. Kabla imamu hajaja hairuhusiwi, hasa msikiti ambao kuna imamu ratib. Imamu ratib ni yule imamu ambaye amepangwa
kwamba huyu ni imamu katika msikiti huu. Sasa wewe ukija katika msikiti huo usije ukaamrisha watu kimu swala tuswali, ni makosa. Naam, subiri, kuna imamu wake hapo msikitini ambaye anahusika na hayo mambo ya kuswalisha watu hapo msikitini. Naam, tumesema haifai kuadhini kabla ya wakati wake, na ikama inakuwa ni pale ambapo sasa tunataka kusimama kuswali, na ikama inakuwa kwa ruhusa ya imamu. Imamu ndo atakwambia qim, utakimu. Kama hajakwambia qim, basi utakaa pale unasubiria. Vijana wengine wanakosa nidhamu. Imamu yuko pale labda amekaa anazungumza na mtu, yeye yuko anasimama na qim. Nani kakwambia uqim? Ni makosa, usiqim mpaka imamu akwambie fanyaje. Imamu akwambie haya sasa, qimu tuswali. Naam, na imamu mwenyewe, imamu mkuu au naibu wake, hao wote wanashika nafasi ya kuweza kutoa amri ya ikama kusimamisha sala.